Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali na wawekezaji wa mradi wa kuchakata gesi asili ya LNG mkoani Lindi wapo katika hatua ya mwisho ya majadiliano, hususan kwenye masuala ya kisheria ili kuwezesha usainishaji wa mikataba na makubaliano na hatimaye utekelezaji wa mradi kuanza. Aidha, wabia wa mradi wameendelea na miradi ya kijamii ikiwemo ujenzi wa shule ya msingi mpya ya Likongo ambayo ujenzi wake umefikia 90%. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kijakazi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali ya nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini tulimsikia pia jana Mheshimiwa Waziri Mkuu akitoa maelezo yanayofanana na haya. Lakini ningependa kufahamu au ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mosi, kama ilivyoeleza serikali kwamba wapo kwenye majadiliano ambayo yanaelekea ukingoni kwenda kusainiwa kwa mkataba, ni mkakati gani ambao serikali umeweka kuhakikisha kwamba wanatoa elimu sambamba na uwezeshaji kwa wananchi wa Tanzania, hususan wanawake wa mkoa wa Lindi pamoja na vijana, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kuzipata fursa hususan zile zinazohusiana na sheria ya local content ili waweze kunufaika na mradi huu? Lakini swali la pili, mwaka 2023-2024 Wizara ya Nishati iliingia makubaliano na Wizara ya Elimu kupitia Arusha Technical College kwa ajili ya ujenzi wa chuo kitakachofundisha masuala ya nishati na mafuta. Na halmashauri ya manispaa ya Lindi ilitoa eneo lenye ukubwa wa square mita 256,056 katika eneo la Kikwetu pale Lindi. Na kwa mujibu wa makubaliano ilikuwa ujenzi wa chuo kile ujengwe haraka iwezekanavyo. Lakini mpaka sasa bado ujenzi haujaanza. Ningependa kufahamu ni lini ujenzi wa chuo kile utaanza? Lakini kama serikali haipo tayari, kwa nini isirejeshe eneo lile kwa manispaa ili waendelee na shughuli zingine ikiwemo kuuza maeneo yale ili manispaa iweze kupata mapato? Asante sana Mheshimiwa Spika. Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Kijakazi Mohamed almaarufu Binti Lindi kwa kazi kubwa anayoifanya ya kufuatilia mradi huu wa LNG. Na najua anafanya hivyo kwa sababu anajua huu ni mradi wa kihistoria ambao ukifanikiwa kuanza, mikoa ya kusini itabadilika sana kiuchumi. Swali lake la kwanza linahusiana na kuwajengea uwezo wanawake na wananchi wa mkoa wa Lindi na Mtwara. Na sasa Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaendelea kutoa elimu kupitia VETA, SIDO na vyuo vingine, lakini pia kuna ujenzi mkubwa wa shule ya amali unaendelea kwa ajili ya kutoa elimu juu ya namna ambavyo wananchi wanaweza kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu wa LNG ambao utaanza hivi karibuni. Lakini kuhusiana na chuo cha elimu ya juu ambacho Mheshimiwa mbunge amekitaja, ni kweli. Kwanza tuwashukuru wana Lindi kwa kutoa eneo kwa ajili ya ujenzi wa chuo hiki, na hii ni kwa sababu elimu juu ya uchakataji wa mafuta na gesi bado ni jambo geni kidogo katika nchi yetu. Niwapongeze kwa hilo, na serikali ina nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba chuo hiki kinajengwa ili wananchi waweze kupata ujuzi na kushiriki katika mradi huu wa kimkakati, na tutafanya hivyo kwa kadri ambavyo upatikanaji wa fedha utakavyowezekana. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Premji. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tunaongelea mradi wa LNG wa trilioni 100. Chombo cha habari cha Citizen na Reuters ya London kilichapisha habari tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka huu, na kwenye habari hiyo ilimnukuu mmoja wa waziri akisema kwamba mkataba utasainiwa mwisho wa mwezi wa 6, na jana tumesikia kwamba kuna majadiliano bado. Ipi kauli rasmi ya serikali kuhusiana na kusainisha mkataba huo? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa mbunge. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa kauli jana, na kama ambavyo majibu yangu ya msingi ya swali hili nimeyaeleza hapa leo mbele ya bunge hili tukufu,
mradi wa LNG uko katika hatua za mwisho za kukamilisha makubaliano ya kisheria na ya kimkataba ili waweze kusaini mikataba na kuanza mradi huu. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.